kuna mwanafunzi mmoja ameibuka kidedea kitaifa ambaye ni kijana wetu Biliati, Yafet Biliati, ambaye yeye amepata division 1 ya pointi 3. Na matokeo yamekuwaje? Kwa matokeo nimepata division 1 ya pointi 3. Hongera sana. 1 ya pointi 3. Asante. Na nasikia umekuwa Tanzania 1. Ndio, Mungu amebariki nishakuwa Tanzania 1. Ukimwangalia kijana huyu ni kijana wa kawaida sana. Lakini sio tu kawaida kwamba kwa kumwangalia, hata mazingira aliyotoka nayo nyumbani. Kwa majina naitwa Mwalimu Patrick Ndunguru, ni mkuu wa shule Ndanda Sekondari. Kwa namna pekee tuna kila sababu kama jumuiya ya Ndanda Sekondari kumshukuru Mwenyezi Mungu, na tuna furaha kubwa sana baada tu ya kutangazwa matokeo ya kidato cha 6 2026. Kuna taarifa ambayo tumeipata yenye furaha kubwa sana kwetu kwamba wanafunzi wetu wamefaulu vizuri sana. Tulikuwa na wanafunzi ambao wamefanya mtihani, wanafunzi 551. Katika wanafunzi hao 551, kwamba wanafunzi 524 wameweza kupata daraja la kwanza division 1, wanafunzi 26 wamepata daraja la pili, lakini mwanafunzi mmoja amepata daraja la 3. Katika hao ambao 524 ambao wamepata daraja la kwanza, kuna mwanafunzi mmoja ameibuka kidedea kitaifa ambaye ni kijana wetu Biliati, Yafet Biliati, ambaye yeye amepata division 1 ya pointi 3. Tuna division 1 za pointi 3 nyingi, lakini miongoni mwao yeye ndio ambaye amefanya vizuri zaidi na kuonekana kwamba kuongoza Tanzania nzima, au jina ambalo limezoeleka kwamba Tanzania 1. Kijana huyu ni asilia yake ni kijana ambaye mwanafunzi ambaye ametokea katika wilaya ya Tunduru katika kijiji cha Imani. Alivyomaliza shule yake ya msingi alifanya vizuri na kwenda katika shule ya sekondari Songea Boys ambayo ipo katika mkoa wa Ruvuma. Ni shule kongwe, lakini baada ya hapo akafanya tena vizuri, akafanya vizuri sana na hatimaye hata kuweza kuchaguliwa kuja Ndanda Sekondari. Alikuja Ndanda Sekondari akiwa na daraja la kwanza la pointi 14, na tulivyokuja toka mwanzoni tulianza kuona uwezo wake kwamba alikuwa na uwezo mzuri katika mitihani yetu ya ndani, lakini mwisho kabisa katika mitihani ambao tulikuwa nafanya mitihani ya kanda, kwa mfano mtihani ambao tuliufanya mtihani wa mwisho kabisa wakiwa kidato cha 6, mtihani wa kanda ya kusini Lindi na Mtwara, yeye aliweza kuongoza. Lakini katika zile motisha ambazo zilitoa kwa wale ambao wamefanya vizuri kwamba kijana wetu Yafet Biliati yeye ndio alichukua tuzo zote za kitaaluma. Kwa hiyo hata matokeo haya yalivyotoka yametupa furaha kwa sababu kijana wetu amefanya vizuri, lakini hayakutushangaza sana kwa sababu ni asili yake kufanya vizuri. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine sisi tunamshukuru Mungu kama walimu, mimi mkuu wa shule nikiwa kama kiongozi wa jumuiya ya Ndanda Sekondari, lakini pamoja na jumuiya yote walimu tumekuwa na furaha kubwa sana kwa sababu ni jambo la kihistoria. Nilikuwa najaribu kuulizia tukio kama hili, mwanafunzi kama huyu mara ya mwisho alitokea mwaka gani Ndanda Sekondari, lakini kwa wale ambao wanakumbuka wanasema mwanafunzi kama huyu ametokea miaka 1970. Kwa hiyo takriban ni zaidi ya miaka 40. Kwa hiyo historia hiyo inakuja inajirudia tena leo mwaka 2026.
Kwa hiyo kwa namna pekee sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu, lakini tunampongeza kijana wetu. Kwa hiyo kijana wetu kijana wetu Yafet Biliati, kama nilivyotangulia kusema kwamba yeye alitokea Tunduru akafaulu kwenda Songea Boys, lakini baada ya kufika Songea Boys nako akafanya vizuri, na hata nimejaribu kutrace Songea Boys, naambia kule kwamba nako amefanya vizuri. Ndio maana hata alivyotoka alipata daraja la kwanza. Alitoka na hapa amekuja akiwa na division 1 ya pointi 14. Nasi tulivyompokea, maana ametoka kwenye shule ya serikali amekuja kwenye shule ya serikali. Na hizo shule zote ni miongoni mwa shule kongwe ambazo serikali imewekeza kwa namna kubwa sana. Kwa hiyo ukimwangalia kijana huyu ni kijana wa kawaida sana. Lakini sio tu kawaida kwamba kwa kumwangalia, hata mazingira aliyotoka nayo nyumbani. Kwa mfano Songea Boys, nimeambia hata kule kwamba shule ndio ambayo ilikuwa inajitahidi sana kumsaidia, lakini hata alivyokuja hapa kwetu amekuja katika mazingira hayo. Wakati mwingine hata likizo hizi fupi alikuwa aendi nyumbani, lakini yote ni katika kuonyesha kwamba amekuja Ndanda kwa ajili ya kutafuta nini? Kutafuta elimu. Kwa hiyo hata haya tunayoyaona leo kwamba amefanya vizuri, tunafurahi, lakini tunaona kwamba ni juhudi kubwa ambazo alikuwa nazo kijana wetu Biliati. Labda tu niseme, mwandishi wa habari, unajua imezoeleka hata leo tunapoona kwamba mwanafunzi ambaye amefanya vizuri kitaifa, leo unasikia kwamba anatoka Ndanda, yawezekana kila mmoja anashangaa. Kwa sababu ni kitu ambacho hakijazoeleka, na mwingine anaitafuta Ndanda iko wapi. Sababu tulishazoea mwanafunzi kufanya vizuri ni lazima awe shule fulani, awe shule fulani, labda Feza Boys, lakini kumbe tunachojifunza kwamba hizi shule zetu za serikali kuna uwezekano kabisa kwa uwekezaji ambao serikali umeufanya kwamba kuna 100% kabisa kwamba watoto wakafaulu vizuri kabisa kama ilivyotokea hivi. Kwa hiyo nafikiri kuna haja kabisa jamii kubadilisha mtazamo kwamba serikali imewekeza kwenye shule zake, kwa uwekezaji huo kwamba tuna uwezo wa kutoa watoto wakiwa wamefaulu vizuri. Lakini jambo lingine, Ndanda sio shule maalumu au kwa wanasema special school kama ilivyo Iliboru, kama ilivyo Kibaha, kama ilivyo Mzumbe. Ndanda ni shule ya kawaida. Hata wanafunzi ambao tunawapokea ni wanafunzi wa kawaida ambao wamechanganyika, kwamba utapokea mwanafunzi ambaye ana 1 ya 7, lakini mwingine utapokea na 2 ya 19, mwingine utapokea na daraja la 3. Lakini kwa kufanya hivyo, matokeo yake ndio kama haya ambayo tunayaona, ambayo kama ya kijana wetu Biliati. Sasa kijana wetu Biliati amefanya vizuri. Sisi tumekaa naye hapa miaka 2, tunafahamu mazingira yake kwa namna moja au nyingine, kwamba hali ya nyumbani sio nzuri sana, ni familia za kawaida sana. Kwa hiyo naomba tu kwamba serikali, lakini na wadau mbalimbali tumwangalie kijana wetu. Ameshaonyesha kipaji, ameonyesha uwezo wake. Kwa hiyo itakuwa ni kitu cha kusikitisha sana kama tutamuona anapotea. Sisi kama shule tumejitahidi kwa juhudi zetu, tumemfikisha hapo alipofika. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine tunaomba basi na wadau wengine na wenyewe wajitokeze kwa ajili ya kwa ajili ya kumsaidia. Hata ukiangalia mazingira nyumbani sio mazuri, lakini kijana wetu Biliati yeye alilitambua hilo na alijua kwamba anapambana na tafuta maisha. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine mimi ni mshukuru sana Mwenyezi Mungu, lakini ni shukuru sana serikali kwa uwekezaji ambao umeufanya. Ndanda Sekondari shule ipo vizuri, lakini ni washukuru walimu wenzangu ambao kwa namna moja au nyingine
tumefanya kazi kubwa sana. Tunapoona wani 524 sio kitu kidogo.